Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru Mungu kwa kutujalia nafasi hii kusikia neno lake. Asante Mungu kwa ajili ya walimu wetu wote wanaotuongoza. Tunaomba Mungu azidi kuwaongoza wahubiri kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Nasi tunaomba Mungu atupe ufahamu wa neno lake na tujalie maarifa, kiu na nguvu ya Roho Mtakatifu ili tuweze kutii. Asante Mungu pia kwa ajili ya semina ambazo zinaendelea. Tunazikabidhi semina zote mikononi mwako. Tunaomba Roho Mtakatifu akutane na kila hitaji la mtu. Neno lako lisirudi bure, bali lizae matunda. Naamini itakuwa sawa sawa na uaminifu wako na rehema zako. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo nimeomba na kushukuru. Amin. Ndugu zangu, kuna semina inaendelea Dodoma. Video ile iliyopita, utangulizi ule uliopita nilisema kama kuna mtu atataka kushiriki basi unaweza kaniandikia kwenye comment. Karibuni sana. Kwa wale ambao mko Dodoma ni nafasi kwenu. Haya basi leo karibu ni utangulizi wa kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Nitaanza kwa kusoma. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Korinto ni mji ulikuwa na sifa kubwa ya kibiashara. Uchumi wake mkubwa ulikuwa ni bandari na zilifanikiwa sana kipindi cha utawala wa Wagiriki. Wagiriki chini ya Alexandra ndio wamewahi kuwa watawala wa dunia. Na dunia nzima ikaambukizwa culture yao, thinking na lugha yao. Mwaka 150 BC wakati wa utawala wa Roma iliangusha Ugiriki. Mji wa Korinto uliharibiwa ila kabla ulikuwa mji wa kipagani. Walikuwa na falsafa nyingi. Kipindi cha miaka 400 waliabudu miungu mingi ya kike kwa miaka mingi. Walibobea kwenye zinaa mpaka wakaitwa wa Korinto. Korinto sio jina zuri kwa asili yake. Walisukumwa kufanya sana zinaa kwa sababu ya ibada zao. Walikuwa na uchumi mkubwa na mtu yeyote anayefanikiwa pasipo Mungu kitu anachokitumia kujipongeza cha kwanza ni zinaa. Hivyo Warumi wakaangushwa na alipozaliwa Yesu utawala wa Warumi hivyo Warumi wakauangusha mji wa Korinto. Alipozaliwa Yesu utawala huu Warumi ulitawala mpaka kipindi cha mitume. Paulo akiwa ameenda Korinto alikuta mji huo uko katika mazingira hayo. Hawa watu walitoka wapi? Na baada ya kuondolewa na Warumi? Hawa watu walitoka wapi baada ya kuondolewa na Warumi? Jibu: utawala wa Warumi ulipoendelea kulikuwa kuna watumwa waliotoroka na kwenda maeneo mbalimbali. Lakini walikuwa na watumwa waliotumikia kwa miaka mingi na mkataba wa utumwa ukaisha, wakaanza kurudi mji wa Korinto, wakaanza kuujenga tena. Na kundi kubwa walikuwa watumwa, ili wasurvive wakaanza tena kufufua biashara na mji ukawa mkubwa tena kibiashara. Kwa sababu ya bandari biashara zote zilikuwepo. Miongoni mwa makundi makubwa ya watu waliofanikiwa na uchumi mzuri ni wanawake. Ukawa ni mji mkubwa mpaka Paulo anaingia hapo. Akahubiri Injili na akafungua kanisa. Ni moja ya makanisa waliojaa Roho Mtakatifu. Kila aliyekuwa ndani ya kanisa alikuwa na karama ya rohoni pia. Baada ya hayo Paulo akaondoka. Alipoondoka amewahi kulitembelea kanisa mara 3. Katika sura ya 17, 18, 19 na 20 ndipo kanisa la Korinto lilianza. Alipoondoka tu ripoti ikaja kanisa linaendelea na watu wote wamejaa Roho Mtakatifu, lakini wana tabia mbaya kupitiliza. Paulo alipewa ripoti katika harakati za huduma, akaandika ripoti haraka na kuituma. Lakini barua ilipofika haikutatua tatizo, hali ikazidi kuwa mbaya na ikampa shida Paulo. Akaletewa ripoti mbaya zaidi na mtu anayeitwa Chloe kutoka familia ya Chloe. Tatizo la kwanza, matengano. Tatizo la pili, immorality, dhambi ambazo hata wapagani hawafanyi. Dhambi kubwa ilikuwa kijana aliyeokoka ndani ya kanisa alipofiwa na mama yake, baba yake akaoa mke mwingine na huyu kijana akawa na mahusiano naye. Jambo likawa baya kuliko dhambi za wapagani. Dhambi nyingine walipenda kushitakiana kesi dhambi nyingine wapendwa wakashitakiana kesi wakapeleka na kuamuliwa mahakama za kipagani.
Badala ya wao wenyewe kushitakiana badala ya wao wenyewe kushitakiana, nitarudia tena jamani. Wapendwa, hawa kanisani walikuwa wanapeleka kesi kwa mahakama za wapagani badala ya kushitakiana wao wenyewe. Dhambi nyingine, baadhi ya watu wanafanya ushirikina na ibada za sanamu kanisani. Dhambi nyingine, mashindano makubwa kati ya wanawake na wanaume. Ulevi kukithiri tena katika meza ya Bwana. Na Mungu akawapiga kwa magonjwa na wengine wakafa kwa sababu ya matumizi mabaya ya meza ya Bwana. Kabla hujaanza kutatua hili, Paulo akapata barua nyingine. Kabla hajaanza kuandika kutatua hili, akapata barua nyingine kutoka Korinto imetumwa na kanisa wakibishana juu ya mambo kadhaa. Lakini hawakuripoti mambo yao mabaya zaidi ya kuuliza maswali yao ambayo ni kwanza habari ya ndoa na talaka, pili waliuliza juu ya nyama zilizotolewa kwa ibada kwa sanamu wale au wasile. Tatu waliuliza juu ya karama za rohoni zifanyikeje. Paulo anaanza kwa kujibu kuwa alituma barua ya kwanza kwa haraka. Anaanza kujibu taarifa toka kwa familia ya Chloe. Kumbuka mfano walipouliza ni sahihi, maswali waliouliza. Mfano walipouliza ni sahihi mwanaume kutooa. Paulo alikuwa ananukuu walichouliza, hakuwa anaagiza wanaume kutokuoa. Swala la mwanamke kutoongea kanisani alinukuu na kuparaphrase na kujibu. Tunaposoma barua hizi tunatakiwa kuchukua kanuni alizotumia kujibu hoja. Mfano Yesu kuwanawisha wanafunzi wake ndani ya hii story kuna principles na practices. Hautakiwi kukopi tendo nawe ukalitumia. Itakuwa ni ibada ya kunawishana miguu. Yesu alikuwa anafundisha principle ya unyenyekevu. Tunachukua kanuni ambayo ni unyenyekevu na hii tunaweza kutumia kwenye mazingira ya sasa hivi. Mfano sura ya 11 Paulo anasema wanawake wafunike kichwa. Alikuwa haongelei nywele bali kichwa. Wakorinto walikuwa na shida ndani ya kanisa, hawakujua nani mwanamke nani mwanaume. Kwa utamaduni wao wanawake walitambuliwa kwa nywele ndefu na wanaume nywele fupi. Kumbuka pia kwetu sisi tunapaswa kuzingatia utamaduni wa mahali fulani ili tusiwakwaze wenyeji, ili mradi haina ugomvi na Mungu. Structure ya kitabu. Paulo aliandika na kujibu maswali yote. Paulo anawataja watu waliotumwa kuleta barua kwa Wakorinto. Paulo alimtuma Timotheo apeleke barua. Timotheo akapeleka hii barua ya kwanza ambayo tunaita waraka wa pili. Baada ya kusomwa barua matokeo yalikuwa mabaya, wakaanza kumdharau Paulo. Hivyo Paulo akaamua kwenda na kukutana nao ana kwa ana. Akamkuta Timotheo, akajaribu kusolve mambo, wakamgomea na kutaka kumfukuza lakini hakuwakatia tamaa. Hivyo Paulo aliondoka, Tito alibaki kupambana nao lakini hakuweza kurekebisha. Paulo akatuma waraka wa tatu, ulikuwa mkali sana na haukuwekwa katika Biblia. Roho Mtakatifu hakutaka uwepo kwetu. Tito alipokea barua na kuanza kushughulika na tatizo. Hali ikawa mbaya zaidi. Baadaye Tito akaripoti kwa Paulo juu ya hali mbaya. Baadaye lakini alipambana na hali ikawa nzuri. Ndipo Paulo akatuma waraka wa 4 ambao ndio wa pili kwetu sisi. Paulo akatumia kujitetea pia katika waraka huu. Na kanisa likaja kukaa sawa na kuendelea. Paulo akafanya ziara, akalitembelea kanisa la Wakorinto. Wakorinto waliandikiwa nyaraka 4. Wa kwanza ulipotea, wa pili ndio wa kwanza kwetu sisi, wa tatu ulipotea, wa 4 ndio waraka wa pili kwetu sisi. Hili kanisa lilikuwa limekosa tunda la Roho. Kanisa la Wakorinto lilikosa tunda la Roho. Kumbuka kwamba jinsi ya kusolve matatizo ya kiroho kwa mtu aliyeokoka, amejaa Roho Mtakatifu na karama, lakini mzinzi, muongo, mlevi, huyo mtu anakuwa amekosa tunda la Roho. Nitarudia tena. Jinsi ya kusolve matatizo ya kiroho kwa mtu aliyeokoka, aliyejaa Roho Mtakatifu na ana karama, yani zile zawadi. Lakini huyo mtu anakuwa na tabia ya uzinzi, muongo, mlevi. Huyo mtu anakuwa amekosa tunda la Roho. Akikosa tunda la Roho, karama zinaanza kutumiwa vibaya. Tunda la Roho husaidia kumanage zawadi zitumike kwa kusudi la Mungu analotaka litumike.
Haya matatizo tunayo hata leo. Watu wamejaa Roho Mtakatifu lakini wana tabia mbaya. Inawezekana mtu kuokoka katika Roho Mtakatifu, kujaa Roho Mtakatifu na akawa na tabia za mwilini. Inawezekana mtu kuokoka, kujaa Roho Mtakatifu na akawa na tabia za mwilini. Tunatakiwa kutoka mwilini na kuwa watu wa rohoni. Pamoja na skendo hizi, Biblia ni kitabu cha kweli, hakifichi uchafu. Yameandikwa ili sisi tujifunze kutokana na makosa. Kuna msemo unasema historia ina tabia ya kujirudia. Na hujirudia kwa sababu wanaosoma wana tabia ya kurudia makosa yale yale. Sisi kwetu tunapaswa tuige walivyosovu na tusirudie na kuyazoelea makosa yale yale. Mungu ambariki mwalimu wetu. Asante. Mwisho wa utangulizi wa kitabu cha Wakorinto wa kwanza. Nimeishia hapo. Mungu atusaidie sote. Mungu atusaidie sote. Kitabu kina mambo mengi ya mafundisho ndani. Jambo ambalo nimelishika ni kwamba tutoke kwenye tabia za mwilini na kuanza kuishi tabia za rohoni. Kwa sababu tunapookoka tunatakiwa Mungu anategemea tu uzae matunda ya Roho, lakini kwa hiyo mtu umeokoka, umejaa Roho Mtakatifu lakini tabia zako chafu, tabia zetu chafu, Mungu atusaidie sana. Nimeshika hili na Mungu atusaidie wote tushike hiki. Tuondoke kutoka mwilini, tuje rohoni. Tuishi kuendana na roho na sio mwili. Tukiishi kuendana na mwili kama kitabu kinavyosema tutakufa. Bali roho tutaishi. Amina. Mungu awabariki sana. Tuonane tena wakati ujao katika utangulizi utakaokuja wa kitabu cha Wakorinto lakini waraka wa pili. Mungu awabariki sana 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 sana. Shalom.